Haleluya. Bwana sifiwe. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na shangwe na vigelegele kwa Bwana, kwa maana amekupatia hii nafasi ya kuwa katika uwepo wake mchana wa leo. Nyosha mikono yako kwa Bwana, mwambie Bwana, niko hapa kwa ajili yako. Natamani kukusikia wewe, natamani kukuona, natamani nikapate kuinuliwa kwa uweza wa neno lako katika jina la Yesu. Kwa kwangu mahali hapa kusiwe bure, kusiwe kwa mazoea, kwa maana Bwana siku baada ya siku una neno kwa ajili yangu, na hata leo uko na neno kwa ajili ya nafsi yangu, maana nafsi yangu ni ya thamani sana machoni pako. Na kwa sababu hiyo Bwana, nalituma neno kwa ajili yangu, maana unanipenda. Jina lako litukuzwe Yesu, jina lako lihimidiwe. Pokea heshima, pokea utukufu, enzi na adhama ni zako Mungu mwema, kwa wema na fadhili zako juu ya maisha yetu. Asante Bwana, jina lako libarikiwe. Tuko hapa Bwana, sisi ni watoto wako. Tunatamani Bwana kujengwa na wewe. Tunatamani Bwana kuinuliwa na wewe. Wauweza wa neno lako liwezalo kutuinua, liwezalo kutusaidia, liwezalo kutuchonga, liwezalo kutuelimisha, tukayajue makusudi yako. Bwana, tuko hapa mchana wa leo. Nena na mioyo yetu, nena na moyo wangu Bwana. Ninaamini unaweza kukitumia kinywa changu kama kinywa chako Bwana, kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kanisa lako, hili Bwana likaendelee kukua utukufu hadi utukufu katika jina la Yesu. Asante maana neno lako li hai, asante maana neno lako ni nguvu linayoweza kubadilisha maisha yetu, likapate nafasi maishani mwetu Bwana. Niko tayari kutumiwa nawe ili wewe ukajitukuze katika jina la Yesu, ambalo neno umeliachilia Bwana moyoni mwangu kwa majuma haya. Tunaamini una makusudi na neno hili, wacha likayafanya makusudi yako ili tukaweze kuwa wale watu ambao utapendezwa nao katika jina la Yesu. Tunaenda kinyume cha kila roho ambayo inaweza kuzuia ya kwamba tusielewe makusudi yako mchana wa leo. Tunaenda kinyume cha kila roho ya upinzani wao wote. Tunaweka chini ya miguu ya Kristo Yesu ya kwamba upinzani huo hautapata nafasi mahali hapa katika jina la Yesu. Roho ya kutoamini, roho ya kutokuelewa haitapatikana mahali hapa, maana anga hili limetawalwa na uweza wako, maana mkutano huu umetawalwa na uweza wako katika jina la Yesu. Asante Bwana, twakupenda, twakusujudia maana unastahili. Twakupa sadaka ya makofi maana wewe ni Mungu wetu. Amen, amen, amen. Naomba tukae katika viti vyetu kwa hiyo neema ya Kristo iliyo katikati yetu. Amen. Bwana sifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niko mzima na niko na amani ya Kristo ndani yangu. Ameidumisha hiyo amani ndani yangu. Nasikia kumpenda sana, nasikia kuendelea kumtumikia kwa sababu aliniumba nimtumikie. Amen. Bwana sifiwe. Aliniokoa, akanileta katika nyumba yake kwa kusudi maalum. Na tunaamini ya kwamba, ninaamini ya kwamba hilo kusudi ambalo ni maalum litaendelea kutimizwa ninapoendelea kumtii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mbia mwenzako uko mahali hapa kwa kusudi muhimu. Amen. Hauko tu kwa sababu umekuja ama haukuwa na mahali pa kwenda, lakini uko hapa kwa kusudi muhimu ambalo Mungu amekuletea hapa. Amen. Na kwa maana wewe upo na Mungu yupo, basi bila shaka litatimizwa hilo kusudi muhimu katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Yesu sana na nazidi kunyenyekea kwake siku baada ya siku, hata siku ya leo. Ninashukuru kwa sababu ya hiyo neema ambayo imeachilia maishani mwangu na ambayo pia imekuwezesha wewe kufika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu pia kwa ajili ya
watumishi wa Mungu ambao Bwana ametuchagulia mahali hapa. Tumshangilie Bwana kwa makofi kwa watumishi wa Mungu ambao ni Bwana ametuchagulia hao watumishi. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuwachagua sisi, walichaguliwa na Mungu kwa ajili yetu. Amen. Wachungaji wanachaguliwa na Mungu kwa ajili ya kundi la Mungu, kwa ajili ya kondoo za Mungu. Amen. Ili wakapate kulishwa vyema. Ikiwa mchungaji mkuu ni Yesu Kristo, basi akiwa pamoja nasi anatusaidia kufanya kile ambacho Yesu amekusudia kwetu, kwa sababu tuko hapa kwa makusudi maalum. Amen. Kwa wakati ulioamriwa. Amina. Kwa muda uliokubalika. Bwana Yesu asifiwe sana. Muda Bwana ameukubali ya kwamba tuwe mahali hapa, tuwe katika kundi hili kwa makusudi yake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Basi Roho wa Mungu ndani yangu ameendelea kuhimiza somo ambalo limekuwa nalo kwa muda tu, na naamini Mungu anapoliachilia kuna makusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatamani tukawe wale watu ambao atawafurahia. Watu hao ni wale ambao wanajifunza siku baada ya siku kuitii sauti ya Mungu, kuyatii maagizo ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na juma lililopita tukajifunza kuona ya kwamba utiifu kama funguo iwezayo kumpeleka mtu hatua nyingine. Bwana asifiwe sana. Utiifu tukaona ni kama funguo iwezayo kumuinua mtu kwenda ngazi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukaona vile ambavyo kuna watu ambao wameinuliwa na Mungu kwa kumtii Mungu. Na leo Mungu ameendelea kuhimiza neno hilo ndani yangu. Na leo tutazungumzia kuona faida za utiifu na hatari za kutokutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ndio Roho wa Mungu ameyahimiza ndani yangu tukaweze kuyazungumzia katika ibada ya leo, na tunaamini ya kwamba Bwana atatusaidia ili tusije tukaangukia kwa hiyo sehemu ya pili. Bwana asifiwe sana. Na katika hiyo nafasi ya utiifu ambayo tulionyeshwa ama tuliona kwa kielelezo cha baba yetu wa imani Ibrahim, alipomtii Mungu, Mungu akambariki. Na tukaona Yesu pia alimtii Baba, na Mungu akampatia jina lipitalo majina yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tukaona ya kwamba kuna kuinuliwa utukufu hadi utukufu wakati ambapo mtu amemtii Mungu, ametii maagizo ama maagano ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona hata katika hayo maagano na maagizo ambayo Mungu alikuwa anayapatia ama anapeana kwa baba yetu wa imani Ibrahim, kuna agizo moja ambalo lilikuwa gumu sana, tukaliita agizo hatari, lakini akatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Akatii hivyo hivyo kwa sababu moyoni mwake kule kumejengeka huo utiifu ndani ya moyo wa Ibrahim, kumpenda Mungu na kumheshimu Mungu na kumtii Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tuacha tuangalie tuone hizo faida na hasara za utiifu. Tutaziona baadaye, kwa sababu tuko hapa tukajifundishe ili tukaweze kuwa wanafunzi walio bora ambao Mungu atawafurahia kuwatendea yale mema.
Amen. Tusome kitabu cha Isaya mlango wa 1. Tutasoma kuanzia mstari wa 18 hadi wa 19 hadi wa 20. Hapo kuna neno ambalo Mungu alikuwa anazungumza kupitia kinywa cha nabii huyu, akizungumza na watu wake. Anawapatia mwongozo vile inavyotakikana kufanyika ili Mungu aonekane akikamilisha ahadi zake kwa hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Pastor Gidi atakuwa msomaji wetu kwa ibada hii na Bwana atatubariki. Isaya mlango wa 1 tunasoma kuanzia mstari wa 18 hadi wa 20 na alafu tutaendelea kutoka hapo tuone zile faida na zile hasara baadaye tutakazoendelea kuzisoma katika ibada yetu ya leo. Karibu Pastor, tusaidie kusoma kwa jina la Bwana. Isaya 1:18. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Bali kama mkikataa na kuasi, mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akianza kuzungumza huyu nabii na watu wa Mungu ambao Mungu alikuwa amewaelekeza kwao, kwanza alitengeneza mwito. Bwana asifiwe sana. Anatengeneza mwito akiwaita ya kwamba watu waje karibu na Mungu, na wakija wasemezane hao na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakija kisemezana na Mungu ama kujadiliana, kusema, kujieleza vile walivyo, yeye anawapatia tayari kwamba watakapokuja kusemezana na Mungu, iwapo dhambi zao zilikuwa ni dhambi nyingi sana, zimekuwa nyekundu, Mungu atazisafisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anazisafisha, anaziondoa mbali nao ama zisiwe karibu nao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwanza wamefanya nini? Wameitwa kwa huo mwito wa Mungu, njoni karibu tusemezane. Na wakikubali kuja karibu na yeye, wakisemezana na Mungu, iwapo kuna dhambi katikati yao, iwapo kuna makosa ambayo walikuwa wameyafanya, wakiendelea kusemezana na Mungu, Mungu yuko tayari kufanya nini? Kusafisha dhambi zao. Kama zilikuwa nyingi sana, zilikuwa nyekundu sana ama mbaya sana, anasema anazisafisha ziwe kama theluji. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo akasema hapo 19 ya kwamba kama mkikubali na kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio mtakula hayo mema ya nchi ambayo Mungu ameyapatia ama anawapatia, anayaachilia kwa wale ambao wanampenda, wale waliotakaswa makosa yao, wale ambao wamemkaribia Mungu, wamesafishwa dhambi zao. Sasa ikiwa wamekubali na kumtii Mungu katika kuja kwao, ndipo watakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama hawatakubali, amen, wataangamizwa kwa upanga. Kuonyesha kulikuwa na mambo mabaya huko nje, ama hiyo adhabu ambayo Mungu ameiweka kwa wale ambao hawatamtii Mungu, wapate kuangamizwa. Lakini iwapo watamtii Mungu, watakubali kile Mungu anakisema kwa ajili yao, ndipo watakula hayo mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Nani hataki mema jameni hapa? Sote tunataka mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunataka Mungu aonyeshe wema wake, maana tunasema asili ya Mungu wetu ni kutenda mema. Amen. Lakini hapa anataka hayo mema akiyafanya ni kwanza tuwe kunapatikana wale watu waliokubali na kutii. Wanaokubali nini? Wanaokubali kumtii Kristo, wanaokubali kutoka katika vitu vyao,
Amen. Wanaokubali kuweka maagano na Mungu wao. Huyo Mungu ndipo anazungumza akiwapatia hawa watu uhakikisho ya kwamba watakula mema ya nchi. Lakini wasipo, Bwana Yesu asifiwe sana, watakuwa wa kuangamizwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wacha tuone mtu ambaye alimtii Mungu. Juma lililopita tunazungumzia kuhusu Ibrahim, baba yetu wa imani, aliyemtii Mungu mpaka Mungu anamwambia atoke na anatoka, aende mahali ambapo hajui. Akiendelea na safari, Mungu anampatia tena agizo lingine la kusumbua, la kuhatarisha, lakini akatii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na alipotii, tunaona vile Mungu alijidhihirisha kwa Ibrahim kwa njia ambayo hakuwa amefanya hivyo zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha tuangalie sasa mtu ambaye pia alimtii Mungu, ni mwana wa Ibrahim huyu. Kitabu cha Mwanzo 26. Alimtii Mungu pia mtu huyu. Alimtii Mungu mtu huyu. Mwanzo 26 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6, ili tupate kuona kile ambacho Mungu amemwagiza, ambacho ilikuwa ni kama hangekuwa na roho ya utiifu, basi angesema Mungu hapana, nidanganya. Lakini tunaona, wacha tuone kile ambacho Mungu alimwambia na akatii huyu mtu. Ikawa njaa katika nchi hiyo. Mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku za Ibrahim. Ndio. Isaka akamwendea Abimeleki mfalme wa Wafilisti huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri. Ndio. Kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki. Nami maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahim alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa Gerari. Amen. Tusome mstari wa 12. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile. Ndio. Akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki. Na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kustawi hata akawa mkuu sana. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tena hapa Isaac anamtii Mungu. Neno hili ambalo tumelisoma, ama maneno haya ambayo tunataka kuyazungumzia, ni kuonyesha utiifu wa Isaac, ya kwamba mahali alipo kumetokezea ukame, kuna njaa. Maandiko inasema ilitokezea njaa ikawa kali kuliko ile ambayo baba yake alikutana nayo. Bwana asifiwe sana. Na hapo katika hiyo nchi ambayo alikuwa anakaa, walikuwa wamekimbilia area hiyo kwa sababu ya malisho, lakini sasa pia kuna njaa ambayo imezuka tena katika nchi hiyo. Isaac amejipanga kufanya nini? Kuhama tena, ili akatafute mahali ambapo atapata malisho, maana ni watu wa kuweka mifugo. Ni mtu ambaye alikuwa na mifugo na watumwa. Lakini sasa hapa Mungu anamtokea Isaac, anamwambia Isaac, naona wewe umepanga kutoka, lakini nakwambia hivi, usiondoke katika nchi hii. Hapa ni ugenini, na ulikuwa umekuja kwa ajili ya malisho, na pia yameanza kuisha. Lakini nakwambia hivi Isaac, usiondoke mahali hapa, kaa katika ugeni. Kuna njaa, lakini
kaa hapa. Kwa sababu gani? Hapa nitakubarikia. Amen. Hapa nitalifanya imara, nitakifanya kiapo changu nilichoapiana na baba yako Ibrahim, ya kwamba nitakubariki na uzao wake nitaubariki. Sasa kiapo hicho nitakifanya imara kwako iwapo utatulia, hautaondoka katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Ukae katika ugeni hapa, na katika ugeni hapa katika nchi hii nitakubarikia. Nitakiweka imara kiapo hiki ama agano hili, maana baba yako alinitii, aliniheshimu, nikaweka maagano na yeye. Kwa hivyo maagano hayo nitayafanya imara kwa ajili yako iwapo utatii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na Isaac, maandiko inasema akamsikiliza Mungu akatii. Bwana asifiwe sana. Na alipotii, tunaona matukio ama matokeo ama faida ya ule utiifu wa huyu Isaac. Bwana asifiwe sana. Matokeo ambayo Isaac aliyaona, aliyapata. Kwanza tuanze kusoma kuanzia mstari wa 11 hadi wa 13. Hapo ilikuwa tumeruka kidogo. Tuanze mstari wa 11 na tushuke mpaka mstari wa 13. Tuone hayo matokeo ambayo Isaac aliyaona, aliyapata wakati ambapo amemtii Mungu, akaishi, akabaki katika nchi hiyo. Anza kusoma pasta mstari wa 11 hadi wa 13. Tuone hayo matokeo ya Isaac kwa kumtii Mungu. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote akisema, amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Ndio. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi hata akawa mkuu sana. Mstari wa 14. Akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Yani amekaa katika ugeni, alafu mfalme wa nchi hiyo ama wa mji huo anapeana amri ya kwamba mtu huyu asiguswe. Haleluya. Bwana asifiwe. Yuko katika nchi ya ugeni, lakini mfalme anapeana amri mtu huyu asiguswe, na mgusaye mtu huyu ama mkewe ama mali yake atauawa. Yani Mungu anapeana ulinzi na anapeana guarantee ya Isaac kukaa katika mji ule, katika nchi ile. Kwa sababu gani? Ni Mungu amemwambia usiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Anapewa guarantee ya ulinzi ya kwamba vitu vyake visiguswe, mali yake na mke wake asiguswe. Ndipo Isaac akapata nafasi, Bwana Yesu asifiwe sana, ya kufanyaje? Ya kupanda mbegu katika nchi hiyo. Na usisahau kuna kiangazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kiangazi, kuna jua. Watu wote wa nchi hiyo wanang'ang'ana vile watalisha mifugo yao. Lakini Isaac, kwa maana ameambiwa na Mungu usiondoke hapa, na taaluma yake kama ya baba yake ilikuwa ni kutunza mifugo. Bwana Yesu asifiwe. Na baba yake pia mahali alipokuwa akikaa alikuwa huchimbua visima ili anyweshe wanyama wake na watumwa wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa Isaac amepewa uhakikisho ya kwamba utakaa hapa, hautaondoka. Na wakati ambapo amemtii Mungu amekaa hapo, mfalme wa hiyo nchi naye anafanyaje? Anapeana ulinzi na amri ya kwamba mtu huyu asiguswe.
Bwana Yesu asifiwe. Yeye ama mkeo, mke wake ama watumishi wake na mali zake zisiguswe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona jameni, kumtii Mungu kwa Isaac kuligusa moyo wa Mungu, ukagusa moyo wa mfalme ili apate ulinzi thabiti katika nchi ya ugenini. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anapopata ulinzi katika nchi ya ugeni, bado anaendelea kuchochea hiyo taaluma ilikuwa ndani yake, iliyokuwa kwa baba yake. Alichimba visima baba yake, naye akapanda mbegu kwa wakati ule. Na maandiko inasema wakati ule ambapo Isaac alipanda mbegu katika nchi ile, akapata vitu vingi sana. Maandiko inasemaje jameni? Akawa mkuu, akatajirika, akawa na mali mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawa na mali mingi ya kondoo na ng'ombe na ngamia. Kwa sababu gani? Wamepanda, wamevuna, na watu wanakuja wakila kwake ama wakinunua kwake. Akaendelea kunawiri sana, ukuu wake ukaonekana. Akawa mkuu sana mtu huyo. Kwa sababu gani? Amemtii Mungu, amekaa mahali ambapo
ambao anataka iwe katika maisha ya Ibrahimu na hata wazao wake. Ni kwamba Ibrahimu akajua ya kwamba sasa hivi nimetoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alitaka Ibrahimu ajue ya kwamba ametoka katika kawaida, kanuni za jamaa zake. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anataka aweke maagano haya. Agano hili likafanyike katika mwili wake, akiona alama ajue ya kwamba nimefanya agano na Mungu. Na iwapo sasa agano hilo linaendelea kufanyika katika mwili wake, ni kwamba Ibrahimu akajua ya kwamba mimi nimetolewa katika kawaida za jamaa zangu, za ukoo wangu, nimetolewa. Maana pengine watu wangu walikuwa hawafanyi hivi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kilichofanya Ibrahimu mpaka afanyishwe tohara akiwa mzee ni kwa sababu gani? Watu wa jamii yake hawakuwa wanafanya hivyo. Si ni kweli? Kwani aliyepukaje mpaka akawa na miaka 99? Ndio Mungu anakuja anasema nifanye maagano na wewe. Walikuwa watu wake hawafanyi hivyo. So Mungu alitamani kumtoa Ibrahim katika kanuni zao. Amen. Amtoa Ibrahim katika kawaida za watu wake, ili amuingize katika kanuni yake Mungu, ili anapotembea naye, Bwana Yesu asifiwe sana, atembee katika mwongozo wa Mungu na kanuni za Mungu. Bwana asifiwe. Ibrahimu alipotii, Mungu akajua kabisa huyu mtu ametii na amekubali ya kwamba akatoke katika kanuni zake, katika kawaida za jamaa zake. Ameingia sasa katika maagano yangu mimi na yeye. Kwa hivyo katika maagano mimi na yeye nitatembea naye. Akawa anatamani, anatafuta siku baada ya siku kutafuta mwongozo wa Mungu. Maana ametolewa katika kawaida za watu wake, katika kanuni za jamaa zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nasi tunapojifunza jamani, siku baada ya siku ya kwamba tumtii Mungu, ni kwamba Mungu anatamani, anataka iwapo tumefanya maagano naye, tutoke katika kawaida za watu wetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Utoke katika kawaida za jamaa zako, uingie katika maagano ya wewe na Mungu na kanuni za Mungu na mwongozo wa Mungu, akapate kukuongoza wewe siku baada ya siku. Lakini kwanza anatafuta utiifu wako. Amen. Na kama katika moyo wako kuna ile alama ambayo nimefanya maagano na Mungu kwa alama hii, nitatembea kwa mwongozo wa Mungu kwa sababu hii, kwa maana Mungu anatamani nikatembee naye, nikaongozwe na yeye katika mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi nasi wapendwa, iwapo tunamtamani Bwana atembee nasi katika mwaka huu, haleluya, maagizo ya Bwana, maagano ya Bwana anayotaka kufanya nasi, tuendelee kuyatii maagizo ya Bwana. Kama anasema katika kanuni za kiungu, haustahili wewe kutembea na kanuni za baba zako, unakubali, unaingia katika maagano yako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ilikuwa kama jamaa zako hawafanyi hivi. Sasa katika mwongozo wa Bwana, na kwa maana umekubali kuongozwa na yeye, unasema ninafanya hivi maana Bwana anataka nifanye jambo hili. Haleluya. Ni lazima nitembee katika mwongozo wa Mungu. Kama watu wetu walikuwa wanabebwa na vitu ambavyo vimeshikanishwa na maisha yao. Najua kila ukoo kuna vitu vimeshikana nao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. So unajua watu wako wameshikwa na nini? Kila mtu anajua watu ukoo wake wameshikwa na nini. Hata mimi najua. Kule nilikozaliwa, najua watu wa huko kwetu uliofunganisha ni huu, sikwambii. Najua mimi mwenyewe. Hata wewe wako unajua. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na huko ambako nako nimeujia, nilikuja, Bwana alinileta. Huku nako najua huku nako shida yake ndio hii. Na bado sikuambii. Lakini si ninajua. Haleluya. Lakini wakati ambapo nimekubali kumtii Mungu, ninatembea na yeye, ninataka kutembea na yeye, ni lazima nikubali kutoka katika kawaida na kanuni za jamaa zangu. Haleluya. Ili nikawe mpenzi machoni pa Bwana, nikampende Mungu, Mungu naye apendezwe na mimi kama alivyopendezwa na Ibrahimu, akawa siku zote anatembea naye, mpaka tukaona siku moja Mungu akatembea kwa Ibrahimu, akamwambia, Bwana, kama nimepata kibali, nimekubalika, hebu keti katika mti huu. Yani Mungu akajileta kwa Ibrahimu katika hema yake hapo nje, akaketi katika mti wa kivuli cha Ibrahimu. Mungu amependezwa na Ibrahimu mpaka anamtembelea mpaka kwa hema yake. Ni kwa sababu gani? Kuna kitu ambacho kimemgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati huo basi akipitia kwa Ibrahimu, alikuwa anaenda mahali fulani kuangamiza. Na akasema, kwa sababu siwezi kukosa kumwambia Ibrahimu jambo hili. Haleluya. Haleluya. Mungu hawezi kukuficha kitu. Iwapo amependezwa na wewe, ameona utiifu ndani yako, ameona uaminifu ndani yako, Mungu hata kuficha kitu chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mungu anatembelea Ibrahimu. Ibrahimu kwa kumpenda Mungu, yeye aliona wageni, lakini alijua kabisa wageni hawa si wa kawaida. Haleluya. Maishani mwetu wapendwa, iwapo tunatamani kumuona Mungu akitembea nasi, tujifundishe kumtii Mungu siku baada ya siku. Na unapomtii Mungu, unakubali kutoka katika kawaida zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu wako wamefunganishwa na jambo fulani, unasema ni lazima nitoke, nijiunganishe na Mungu ili hizi kawaida za jamaa zangu zisinifuate. Haleluya. Ziondoke katika mwili wako, ziondoke katika moyo wako. Unapofanya maagano na Mungu upya, hiyo damu ya agano ambayo Yesu amekuja kuithibitisha kwetu isafishe. Lakini wewe mwenyewe lazima ukubali. Ukikubali unapata huo utakaso wa maisha yako, na kawaida za kwenu na kanuni za kikwenu hazitakuandama. Unakuwa mtu mpya, kwa maana Bwana anasema, tazama ninafanya jambo jipya, je hamtaliona? Na anapolifanya hilo jambo jipya, anasema nitafanya njia mahali pasipo na njia, nitatengeneza hata mito ya maji katika jangwa. Lakini ni kwa nani? Kwa aliyekubali na kutii na kutoka. Haleluya. Bwana anafanya maagano mapya na huyo mtu. Bwana anatengeneza njia mahali pasipo na njia. Bwana anatengeneza mito ya maji katika jangwa, katika ukame. Haleluya. Hiyo inapatikana, inatendeka kwa mtu ambaye amejifunza kumtii Mungu. Ndipo unapokubali na kutii, utakula mema ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Je, unayataka mema ya nchi? Haleluya. Unataka katika jangwa hili Bwana atengeneze vijito vya maji kwa ajili yako? Haleluya. Unataka Bwana afanye mambo mapya na wewe? Basi kanuni ni hiyo, mtii Bwana na ukubali kutoka katika kanuni zako, katika kawaida zako. Haleluya. Utembee na kanuni ya Mungu, hata kama ikiwa ngumu kama ya Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na zingine kama hiyo Ibrahimu ilikuwa ngumu sana jamani, lakini kwa maana alitii, Mungu naye akajidhihirisha kwa Ibrahimu, baba yetu wa imani, akawa mkuu. Na tunamuona mwanawe naye alipokuja akikaa katika hiyo nchi. Bwana asifiwe. Ibrahimu alienda zamani, amebaki Isaac. Naye kumbe moyo ule wa utiifu uliokuwa kwa baba yake nao uko ndani ya huyu Isaac.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Naye akamtii Mungu. Na tunaona Mungu akamfanya kuwa mkuu. Na ukuu hutokea, maana kila mmoja ndani yake kuna ukuu. Ambia jirani, ndani yangu kuna ukuu. Hata kama haujauona, lakini uko karibu kutokea. Lakini utatokea utakapomtii Mungu. Haleluya. Utatokea tu wakati umefanya nini? Umemtii Mungu. Umemheshimu Mungu na maagizo anayokupatia. Basi ukuu utaonekana katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Wacha tuone sasa yule ambaye hakutii. Si tumesema tunazungumzia hapa faida za utiifu na hasara, si ndio? Tuangalia Samuel ama Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa 10. Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 8. Nasoma mstari mmoja alafu tusome mlango wa 13 katika hiyo Samueli wa kwanza ama hiyo First Samuel. Tutasoma kuanzia mstari wa 8 hadi wa 11 katika hilo andiko la pili la Samueli wa kwanza 13. Sasa tunasoma mlango wa 10 mstari wa 8 kwanza, alafu turuke kwenda hizo zingine ndio tuone hicho kitu ambacho Mungu anataka tujifunze. Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 8. Ndio mchungaji. Samueli wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 8. Ndio nasemaje? Nawe utateremka mbele yangu mpaka Gilgali. Nami angalia nitakuteremkia huko ili kutoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja sadaka za amani. Siku 7 utangoja hata nitakapokujia na kukuonesha yatakayokupasa kuyafanya. Twende mlango wa 13. Chapter 13. Mlango wa 13 mstari wa kuanzia mstari wa 8 hadi wa 11. Akangoja siku 7 kwa kadri ya muhula uliowekwa na Samueli, lakini Samueli hakuja Gilgali. Na hao watu wakatawanyika mbali naye. Sauli akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Akaitoa sadaka ya kuteketezwa. Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, kumbe Samueli akatokea. Naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu. Samueli akasema, umefanya nini? Naye Sauli akasema, ni kwa sababu naliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami. Na wewe hukuja siku zile zilizonenwa. Nao Wafilisti wamekusanyika pamoja huko Mikmashi. Basi nikasema, Wafilisti watanishukia sasa mpaka Gilgali kabla sijaomba fadhili za Bwana. Kwa hiyo nalijishurutisha nikatoa sadaka ya kuteketezwa. Naye Samueli akamwambia Sauli, umefanya upumbavu. Hukuishika amri ya Bwana Mungu wako aliyokuamuru, kwa maana Bwana angaliufanya ufalme wako kuwa imara juu ya Israeli milele. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana amejitafutia mtu aupendezaye moyo wake, naye Bwana amemwamuru yeye kuwa mkuu juu ya watu wake, kwa sababu wewe hukulishika neno lile la Bwana alilokuamuru. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hiyo mistari tuliyosoma kwanza. Anapewa maagizo Sauli, huyo ni mfalme, lakini anapewa agizo na nabii Samuel. Utateremka mpaka Gilgali, uningojee mpaka nitakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Ili nije tutoe sadaka, lakini nikija nitakuonyesha jinsi ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukisoma hii mistari mingine tumeacha, atapeana sababu nyingi tu.
Atapeana sababu nyingi tu mpaka hapo 13. Anaeleza sababu nyingi tu. Lakini agizo lilikuwa ni afanye nini? Angoje. Haleluya. Bwana asifiwe. Angoje mpaka nabii Samuel atakapokuja amwonyeshe jinsi ya kutoa hiyo dhabihu mbele za Bwana, sadaka za kuteketezwa za amani katika nchi yao. Amwonyeshe jinsi ya kuzipeana mbele za Bwana. Lakini huyu hakungojea, amepeana sababu zake. Haleluya. Sasa hizo sababu zilitosha kweli? Hazikutosha. Bwana Yesu asifiwe. Hizo sababu zilikuwa hazitoshi kulingana na maagizo ya nabii. Kwa maana nabii anatumwa na Mungu awaambie watu kitu kinachostahili kufanya kwa wakati kama huo. Lakini huyu amepeana sababu. Kweli ukiziangalia unasema na alikuwa sasa angefanyaje? Lakini alikuwa yeye si kuhani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa yeye si kuhani. Alikuwa yeye ni mfalme. Nafasi yake ilikuwa ni kule kukusanya watu na kuambia tusubiri. Lakini ndani yake Sauli hakukuwa na moyo wa subira. Haleluya. Sema subira. Hiyo ndiyo katika mioyo yetu, kama maisha yetu wateule wana wa Mungu mara nyingi tumeikosa roho hiyo ya subira. Na tunapokosa hiyo roho ya subira, kwamba tunaenda kinyume na mpango wa Mungu na agizo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana roho hii ambayo ni ya subira inaambatana na utiifu. Haleluya. Bwana asifiwe. Moyo wa subira ama roho ya subira imeshikamana na roho ya utiifu. Na unapomtii Mungu, maana roho hii ya kutii iko ndani yako, haijalishi kipindi ambacho nakipitia ni cha namna gani. Lakini kwa sababu niko hapa kwa kipindi hiki, maana Bwana amesema wakati huu, haleluya, ya kwamba nikatulie mahali hapa nimngoje Bwana, maana atakuja. Haleluya. Bwana anakuongezea neema na anafungua njia. Lakini wakati ambapo roho hii ya subira haipatikani ama haipo katika moyo wa mwanadamu, katika moyo wa Mkristo, roho ya subira ikiondoka, kunapatikana na roho inaitwa uasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kunapatikana na roho inaitwaje? Uasi. Na tunashangaa hati uasi. Kwa nini? Si alitoa dhabihu. Kweli unafanya ama alinifanya, lakini si kama vile Mungu alivyomwambia. Na chochote unachokifanya hata kama ni kizuri, lakini hakina mkono wa Mungu, hakina sauti ya Mungu, kinakuwa kwako kinakifanya kwa hasara. Sema hasara. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Sauli tunaona amefanya nini jameni? Amepata hasara. Na mwenyewe aliona anafanya jambo zuri. Maana Samueli kumbe amechelewa. Amejieleza alipokuja ya kwamba nilifanya hivyo mtu wa Mungu kwa sababu niliona watu wanatawanyika. Na wale watu ambao ni adui zetu walikuwa wamejipanga, wamejikusanya watufuate. Nikaona kabla hawajakuja nifanye nini? Nitoe hizi dhabihu ili Mungu atutetee. Lakini Samueli alimwambiaje? Umefanya kwa upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu anaposema, haleluya, ameamanisha. Haijalishi anazungumza na nani. Sasa hapa Samueli anamwambia mfalme, si akida. Mfalme. Anamwambia mfalme, hapa ulifanya kwa upumbavu.
Kwa maana haukuwa ufanye wewe, ilikuwa si kazi yako kufanya. Lakini roho ya kutokuwa na subira ilikuwa imemsonga, imemsumbua Sauli. Anafanya mambo kinyume, si kama vile mtu wa Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana sifiwe. Neno la Mungu linapokuja kwetu linatupatia maonyo mpendwa. Linakusaidia ya kwamba unapopenda Bwana atembee na wewe, akapate kuona kile kitu chema ambacho amekiwaza kukutendea. Ni lazima aone utiifu ndani yako. Haleluya. Aone utiifu ndani yetu. Ukafanye kama vile Mungu anataka ufanye. Usifanye kama ulivyoona wengine wakifanya. Haleluya. Sasa ni kweli alifanya mambo ya haraka ili Waisraeli wasitawanyike, ili Wafilisti wasije wakawapiga. Lakini ona, Mungu anamwambia nini? Vile umefanya kwa upumbavu, ilikuwa ufalme wako uendelee katika vizazi vyako, uendelee. Lakini sasa maana ulifanya kinyume, sasa ufalme wako umeondolewa. Na kuna yule ambaye Mungu ameuona moyo wake unampendeza yeye. Bwana Yesu asifiwe. Anautoa ufalme wako, anaupeana, na wewe kwako hautakuwa na huo ukuu tena. Kwa sababu gani? Ya kutokutii. Sema kutokutii ni hatari. Haleluya. Ni hasara. Haleluya. Mara nyingi unaweza kuwa Bwana ameweza kukuinua nafasi fulani, lakini amekupatia assignment ambayo anataka aone utiifu wako. Na asipouona, anaondoa kile ambacho alikuwa akupe wewe, anakipeana kwa mtu ambaye hakuwa amemkusudia, lakini ameona ndani yake kuna utiifu, akaondoa kile kitu chema akipeleke kwa mwingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati ambapo Sauli aliona hivyo, aling'ang'ana kabisa. Lakini kama Bwana akisema imetendeka ni hivyo, haina reverse. Sauti ya Mungu ikisema ya kwamba kuwe hivi, hivyo ndivyo inatakana kufanyika, na haina reverse. Bwana Yesu asifiwe. Ili Bwana asijutie maisha yetu, na tujifunze kuwa watiifu. Haleluya. Maana unapomtii Bwana hutapata hasara katika maisha yako ya kila siku. Maisha yako ya wokovu hutapata hasara, utapata faida. Kwa maana Mungu wetu ni mwaminifu kwa kuwatendea mema wale wanaompenda na kumtii yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jameni, utiifu ni kitu muhimu sana. Kwa maana unapomtii Mungu, unapozitii amri za Mungu, Mungu naye hujionyesha katika maisha yako, kupatia ushindi, kukupa nguvu, kukutetea. Hautaishi kwa hasara katika maisha yako. Kwa hivyo maisha yetu ya kila siku, wapendwa, tumwambie Bwana tusaidie tuwe na moyo wa subira na tuwe na moyo wa kumtii Mungu. Kwa sababu subira inapokaa ndani yetu inazalishwa ama inatembea pamoja na utiifu. Amen. Bwana sifiwe. Some tena kitabu cha Mwanzo, tuone faida nyingine ambayo ilipatikana kwa huyu mtu ambaye alimtii Mungu. Alimtii Mungu. Faida za kumtii Mungu. Agizo hatari, lakini anatii Mungu. Agizo la kuumiza, lakini anatii Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yote anayemtii Mungu, jameni, hatapata majuto. Hautajutia maisha yako ya wokovu, hautajutia. Bwana atakuwa nawe na atafanya yale aliyoyaahidi kwa ajili ya maisha yako. Mwanzo 22 mstari wa 1 hadi wa 3. Alafu tutaruka tusome mstari wa 9 hadi wa 13. Maneno ni mazuri yote, lakini kwa ajili ya wakati
tunakimbiza ili tuchukue hizo nafasi ambazo points ambazo tunazitaka tuzizungumzie. Wengine akajisomee mwenyewe na bila shaka unafahamu. Lakini tusome mstari wa 1 hadi mstari wa 3, alafu turuke tusome mstari wa 9 hadi mstari wa 13 na Bwana atatubariki. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu. Akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, mchukue mwana wako wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakaokuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa, akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Mstari wa 9. Wakafika mahali pale alipoambiwa na Mungu. Ibrahimu akajenga madhabahu huko, akaziweka tayari kuni, kisha akamfunga Isaka mwanawe, akamweka juu ya madhabahu juu ya zile kuni. Ibrahimu akanyosha mkono wake, akakitwaa kisu ili amchinje mwanawe. Ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni akisema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo hukunizuilia mwana wako wa pekee. Ibrahimu akainua macho yake, akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Agizo lingine la kugusa moyo wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huyu ndiye alikuwa amemwambia Ibrahimu ya kwamba amempata huyu mtoto ndiye atakayemrithi. Bwana asifiwe. Ndiye atakayemrithi, atarithi vitu vya Ibrahimu na mali ya Ibrahimu. Na usisahau hapo nyuma alipokuwa amezaa na yule mtumishi Hajiri ama Haga, Mungu alikuja tena akamwambia Ibrahimu, muondoe huyu mjakazi na mtoto wake, wasikae mahali hapa, maana hawa hawatarithi pamoja na huyu mngwana wa ahadi. Ibrahimu akatii shingo upande, lakini akatii. Bwana Yesu asifiwe. Yule ambaye hata amelipata agizo la Mungu akiwa na huyo mwanawe akiwa na miaka 13, ni kijana teenager huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu amemwambia Ibrahimu aingize katika watu wake agano la tohara. Akafanywa hivyo Ibrahimu pamoja na mwanawe Ishmaeli. Na huko anaendelea na safari, Mungu anakuja mwambia tena Ibrahimu, muondoe huyu Hajiri na mtoto wake Ishmaeli. Na tayari ni katoto kakubwa jameni. Haleluya. Sasa ile Isaac amezaliwa, huyu Ishmaeli alikuwa ameendelea kuwa mkubwa. Na Mungu anamwambia achana na Hajiri na mtoto yake. Wewe Kiswahili ya kwetu imeanza kukuja. Unajua tulitoka pande hii ya magharibi wengine. Mtoto yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nilipokuwa katoto nilikuwa natajwa na jina la mke wa pasta wa wazazi wangu. Na pasta wa wazazi wangu alikuwa anatoka huko Nyanza. Alikuwa anaitwa Samson Ocheng. Na mkewe alikuwa na majina kama yangu. Sasa saa nyingine hiyo ulimi ya huyo mama ya pasta ya baba yangu inakuja, ati mtoto yake akamfukuza Hajiri na mtoto anaenda jameni. Haleluya. Lakini Mungu amesema nimwache huyu Hajiri. Aende, katoto tayari ni kakubwa. Kanajua kuangalia mifugo ya baba yake. Anajua kuangalia watumishi kama leo wamerudisha makondoo zizini yakiwa yote. Lakini leo Mungu anamwambia Ibrahimu, wacha Haga aende na kitoto chake. Maagizo chungu. Haleluya. Maagizo machungu Mungu ana sababu. Anasema huyu hatarithi pamoja na huyu wa ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna vitu vingine ambavyo vimeshikanishwa na wewe lakini havingiliani na ahadi za Mungu. Amina.
Haleluya. Kweli unaviona hata vimefanana na wewe, vimefanana na shangazi yako, watu wenu walikuwa hivi, walikuwa nafanana na wewe, lakini Mungu akisema achana nayo. Haleluya. Haleluya. Alafu Mungu huyo tena anarudi, nipatie huyu mtoto wako umpendaye, mtoto wako wa pekee, Isaac. Na si amtoe kama Samueli alivyopelekwa na mama yake akaendachwa hekaluni. Ampeane. Aende mpaka mlima mmoja wapo. Huko Moria kuna vilima vingi, lakini mmoja nitakao kuonyesha, ukamtoe huko sadaka ya kuteketezwa. Mungu huyu ana huruma kweli. Amenipanga aje huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisale cha watoto wetu wa Gen Z. Yaani huyu Sagodi amenipanga aje jameni. Mtoto mwingine uliniambia niondoe, alafu huyu nimebaki nayo nasema nikamteketeze. Yaani wewe Mungu umeniwaza aje? Haleluya. Lakini kwa maana unapomtii Mungu kwa hata hayo maagano na amri kali za kuvunja moyo, watu wengine hawazielewi, lakini wewe unapozielewa, kunacho kitu ambacho Mungu atakifanya kwa ajili ya yule mtiifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu anampeleka mtoto wake Isaac. Wanaenda tena si mahali karibu. Kisoma vizuri hiyo story yote, ati wakatembea mwendo wa siku 3. Haleluya. Mwendo wa siku 3. Wafike katika huo mlima ambao Mungu ameusema kampeleke huyu mwanao. Yaani unapiga hiyo hesabu. Siku 3 njiani. Haleluya. Alafu assignment ni nzito, inaumiza roho na akili. Haleluya. Lakini ninaenda kwa maana ni Mungu amesema. Na uko njiani walipoenda kuendelea na safari, Isaac anaendelea kumuuliza ya kwamba tunakaribia baba katika hiyo milima. Maana alipofika mahali fulani akaacha wale vijana wengine, akachukua Isaac mwanawe, kwa maana huyo ndiye target. Haleluya. Huyo ndio ile dhabihu ambayo Mungu amesema. Alafu huwe kwa katika hiyo njia, Isaac na kuni zake, baba na kisu na kiberiti. Bwana Yesu asifiwe. Wanaenda mpaka pale Mungu amesema. Alafu Isaac analeta swali la kuuliza, la kuumiza moyo huyu baba. Anamwambia baba, tunaona ya kwamba umesema mlima ni pale, kuni tunazo, moto tuko nao lakini yuko wapi huyo kondoo wa dhabihu baba? Bwana Yesu asifiwe. Baba anajibu, mwanangu, Mungu atajipatia. Yaani Mungu atafanya nini? Atajipatia huyo kondoo wa dhabihu. Lakini sisi ni kwenda kwa huo mlima wa kutoa dhabihu. Hamwambii ni wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu ndio inauliza maswali. Yaani dhabihu inaongea jamani. Lakini kwa maana nimemtii Mungu, ninaipeleka dhabihu hata kama inaongea, hata kama inaumiza moyo wangu. Lakini Mungu amesema ni hii, ninaipeleka katika huo mlima wa Bwana. Maana katika huo mlima wa Bwana nitapata mwanangu tena. Alikuwa moyoni mwake Ibrahimu anawaza hivyo. Haleluya. Anawaza aje? Ninampeleka na naamini sitarudi mikono mitupu. Maana Mungu anazafanya hata hilo jivu likabadilika likawa mwanangu Isaac. Nikarudi naye ili yule nyanya kikongo asiniulize, mbona umerudi na wajakazi? Wapi mtoto wangu? Mtoto wa uzeni. Nimemzaa kama nimenyauka. Lakini mtoto anapelekwa akatolewe dhabihu, maana Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona matokeo ni nini? Hebu tusome hayo matokeo. Walipofika kwa mlima, turudie jameni, tuone matokeo ni nini. Isaac kweli alichinjwa? Hakuchinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Tuendelee kusoma pasta. Anza kusoma hapo mstari wa 11. Teremke mpaka mwisho. Ndipo malaika wa Bwana akamuita kutoka mbinguni akasema, Ibrahimu, Ibrahimu. Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana mkono wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Iwapo hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahimu, kumbe kumtii Mungu ni kumcha Mungu. Endelea pasta. Ibrahimu akainua macho yake akaangalia, na tazama, kondoo mume yuko nyuma yake, amenaswa pembe zake katika kichaka. Basi Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kumbe mahali walipokuwa wanaenda, huo mlima ulikuwa Bwana amejichagulia, ili akifika pale, wala si mahali popote. Wakati ambapo amejenga madhabahu, anaweka hiyo dhabihu ambayo ni mtoto wake. Mungu aachilie tayari dhabihu badala ya Isaac. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani jameni? Wakati tunapomtii Mungu, kumbe tunamcha Mungu. Na tunapomcha Mungu, kumbe Mungu huguswa na matendo yetu ama na kumtii Mungu kwetu. Na tunapogusa moyo wa Mungu kwa kumtii na kufanya vile anavyosema, hata kwa matoleo ya nguvu kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Matoleo ya dhabihu ya nguvu ya kugusa. Kumbe napogusa moyo wa Mungu, mbingu inaachilia vitu ambavyo vitasimama kwa nafasi yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunaona hapa malaika wa Bwana anazungumza na Ibrahimu, akimwambia, tumeona ya kwamba unampenda Mungu. Ibrahimu, unamcha Mungu, hata hukumzuilia mwanao wa pekee umpendaye Isaac. Kwa maana hukuzuilia, basi hebu angalia nyuma yako, usinyoshe mkono kumdhuru mwanao, kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameweka hicho kitu ambacho kitatolewa dhabihu badala ya Isaac. Lakini Mungu alikuwa anajaribu upendo wa Ibrahim, anajaribu utiifu wa Ibrahim, aone vile atakavyomtii Mungu hata kwa agizo hili ambalo ni la kuumiza. Lakini Bwana alipoona utiifu wa Ibrahim na anavyompenda Mungu na kumcha Mungu, mbingu ikaachilia kitu kitakachosimama kwa nafasi ya Isaac. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na si wapendwa, iwapo tunampenda Mungu, Mungu anapotujaribu kwa njia hiyo ya kutoa, anataka aone utiifu wako. Na anapoona utiifu wako mbele zake, Bwana hata acha upoteze vitu vyako. Atatuma, mbingu itaachilia kitu kitakachosimama kwa ajili yako. Haleluya. Maandiko yanasema Ibrahimu akasema, wakati ambapo Bwana amepeana, akasema, na ni kwa sababu katika mlima wa Bwana inapatikana, akapaita Jehova Jire, yani Mungu ama mahali ambapo inapatikana kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilapo natamani jameni mpendwa, mwaka huu Bwana awe Yehova Yire katika maisha yako. Anapokujaribu hata kwa njia ya kutoa, usisite, usifanye shingo yako kuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na usifanye kama Sauli, ukafanya si vile Mungu amesema, utakuwa umepata hasara. Basi ili usipate hasara, Bwana Yesu asifiwe sana, moyo wako umpende Mungu, moyo wako umche Mungu. Na unapomcha Mungu utamtii Mungu. Na unapomtii Mungu katika maisha yako, Bwana anapeana ya kutosha kwa wakati ambapo unahitaji. Bwana Yesu asifiwe. Ikapatikana kwa Ibrahimu kwa sababu
Ibrahim alimcha Mungu, alimheshimu Mungu, alimtii Mungu. Maandiko inasema basi akatuma mwana kondoo kwa ajili ya dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini moyoni mwake Ibrahim alikuwa amekubali ya kwamba mtoe mwanawe, maana Mungu amesema. Hakujali atakapokutana na Sara atasema nini, lakini iwapo Mungu amesema, bila shaka nikifika pale, kabla kufika kwa Sara, Mungu atakuwa amenipatia kitu cha kufanana na huyu Isaac, ili huyo mwanamke kikongwe asije akanitafuna. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo unamtii Mungu na kumjaribu Mungu ama kumheshimu Mungu kwa matoleo yako, Bwana atapeana kwa ajili yako. Haleluya. Bwana atapeana kwa ajili yako. Hutapoteza mpendwa. Kwa ajili ya Bwana, unapopeana kwa ajili ya Bwana, hautapoteza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wimbo huko kwetu anasema, ukimpa Mungu anakupa zaidi. Sasa wanakuja mbele za Bwana na matoleo yake. Mtu anasema, ukimpa Mungu ndapewa zaidi. Alafu wanaenda wakiimba, hata mimi nienda nikampe huyo Bwana Mungu wangu. Maisha yangu nitamupa, mali yangu nitamupa. Yani unapompa Bwana haupotezi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tupende kumcha Bwana, tupende kumtii Bwana, na tunapomtii Bwana hata kujipeana sisi wenyewe kwa ajili ya kazi ya Bwana, Bwana hata kuacha upoteze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame basi. Takuja waimbia huo wimbo wa kikwetu siku moja. Ujue maana ya kumpa Mungu vitu vyako na kumpa hata mwili wako. Ukimpa Mungu hata mwili wako akiutawala, hutafuatwa na kanuni za baba zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiupeana mwili wako kwa Bwana, utawalwe na Bwana. Bwana afanye maagano na wewe, na kutoka katika maagano ya baba zako, Bwana atatembea na wewe. Maagano yake Bwana ama ahadi zake Bwana zitatimizwa katika maisha yako, kwa maana Mungu anatazama moyo wa kutii. Anasema anayekubali na kutii atakula mema ya nchi. Wapo natamani mema ya Bwana yapatikane, uyaone, uyafurahie. Peana maisha yako kwa Bwana. Mtii Bwana kila anachokisema. Hata kama ni kigumu, mwambie Bwana nipe neema, kwa maana ni wewe umesema. Bwana ninapokutii wewe Bwana utashughulika na maisha yangu, na Bwana anatamani kushughulika na maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika huu wakati mgumu, naweza kuzifananisha na siku za Isaac. Anataka kuhama katika ile nchi ya Gerari, na Mungu anamwambia usiondoke hapa, ukae hapa, na hapa nitakubariki. Hapa nitafanya kiapo changu ambacho niliapia baba yako ya kwamba kitatimizwa, kitatimia. Nitaimarisha maagano yangu na wewe, na katika nchi hii na mji huu utaendelea sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipotii, tunaona hata mfalme wa nchi anatuma ulinzi kwa ajili yake. Anasema mtu huyu asiguswe, wala mali yake isiguswe. Ni mgeni, lakini wameona ule ukuu katika maisha ya Isaac. Kama unatamani ukuu wa Mungu uonekane kwako mpendwa, jipeane mbele za Bwana. Achilia moyo wako, umtii Bwana. Hata kama naona maagizo ni magumu kama siku za Ibrahimu, lakini kwa sababu umekubali, ukitii sauti ya Bwana, utapata yale mema ambayo Mungu ameyasema kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya yule ampendaye na kumheshimu. Utayaona mema ya nchi. Watu waking'ang'ana, wewe utasema jameni, mimi naona Mungu kwa njia ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi kama unashuka, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Uchumi ukishuka, wewe unaongezewa mshahara. Hey! Kwa sababu gani? Umemtii Mungu.
na amesema tumjaribu kwa njia hiyo, tuone ya kwamba ataachilia, atafungua madirisha za mbinguni, amwage mibaraka mpaka tukose mahali pa kuweka. Si tumjaribu huyu Mungu? Haleluya. Jaribu kumtii Mungu mpendwa. Jaribu kumtii Mungu mpendwa. Na maana unapompenda Mungu utakuwa na mheshimu, na unapomheshimu utatii kila anachosema, utakifanya, na nakwambia hautapoteza. Nyosha mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana, nakuomba unisaidie. Bwana unisaidie, moyo huo wa utiifu ukae ndani yangu. Oh Bwana, unapoachilia moyo huo wa utiifu utanisaidia Bwana, maana moyo huo wa utiifu Bwana unaandamana na subira. Ndani yangu kuwe na kukusubiri wewe, maana unasema unakuja, na unapokuja Bwana unaleta mema, unaleta makuu, utaniinua, utanifanya mkuu, kwa maana ukuu umeweka ndani yangu, utaufanya kuonekana ukuu huo katika maisha yangu, maana ninakutii wewe kwa sababu nakupenda. Nijalie Bwana kukuheshimu, nijalie Bwana kukutii, nijalie Bwana kukucha wewe, ili Bwana ninapokucha wewe na kukutumikia na kukupenda Bwana, hutaacha maisha yangu yapotee. Sitapoteza Bwana yale ambayo ameyaweka kwa ajili yangu. Sitapoteza kama Sauli alivyokosa kukutii wewe, akapokonywa ule ukuu na ufalme wake ukapewa jirani zake. Bwana, unatamani kufanya ukuu wako kuonekana kwetu katika jina la Yesu. Tusaidie kukutii Bwana, tusaidie kukuogopa, tusaidie kukuheshimu, ili Bwana ule ukuu ambao umeweka ndani yetu ukaendelea kudhihirika, usije ukagawanywa ukaondoka kwetu, tukauone mkono wako ukitenda kazi pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea Bwana wapendwa hawa, kawajalie moyo kukutii wewe, kawajalie moyo wa kukusubiri, moyo wa kusubiri Bwana, maana tunapokusubiri wewe Bwana unakuja kwa wakati ambao umeuruhusu. Tutatembea na kuitii sauti yako, hatutatembea na kufanya kivingine, kwa maana Mungu umetuagiza tunapokubali na kutii tutakula mema ya nchi. Tunatamani kuyaona mema hayo yakitimizwa kwetu katika jina la Yesu. Katupe kutii na tukajue mlima ule ambao Bwana ameturuhusu. Tusiende mlima wowote, tusije tukapoteza dhabihu zetu kwa mlima wowote, maana baba yetu Ibrahimu hakujenga madhabahu kwa mlima wowote, alijenga madhabahu kwa ule mlima. Ndipo Mungu ukapeana mwana kondoo kwa ajili ya hiyo dhabihu. Oh Bwana, unaweza ukapeana ya kutosha kwa maisha yetu, iwapo Bwana tutakutii wewe na kujua ule mlima ambao Bwana ameturuhusu kupeleka dhabihu zetu. Ndipo Bwana hatutapoteza dhabihu zetu, hatutapoteza sadaka zetu, maana Bwana utaturudishia katika jina la Yesu. Hatutapoteza, tutarudishiwa yale ambayo Mungu tumeyaleta kwako, utayaleta kwetu tena na kuongezea kwa yule mtifu, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Asante Bwana, tunakushukuru Bwana, tunakubariki Mungu wetu, kwa sababu unatupenda, na kwa maana unatupenda, hupenda Bwana kulifunua neno lako kwetu, kufunua siri hizi kwetu, ndiposa tukayajue makusudi yako. Unaweza kutubariki, unaweza kutuinua kwa mwaka huu Bwana. Tusaidie tukajue ule mlima ambao Bwana ameturuhusu. Tusiweke dhabihu zetu mahali popote tunapopaona, maana wewe Bwana unapenda kuturudishia, unapenda kutupigania. Iwapo dhabihu zetu zimekubalika machoni pako kwa ule mlima ulioturuhusu, Bwana ubarikiwe, utukuzwe, maana
ukatufunulia haya ili ukajitukuze, ndiposa tusipate hasara katika maisha yetu, katika jina la Yesu. Maana unasema katika neno lako, wewe hutufundisha ili tupate faida. Unatamani watu wako wakafaidike kwa mwaka huu. Wanapokutii wewe, wanapokucha wewe, Bwana utawatendea mema, utapeana zile ambazo wanazihitaji katika jina la Yesu. Utapeana dhabihu za kutosha kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo. Tunakupenda Bwana, tunakubariki Bwana, tunakushangilia Yesu, tunakupa na sadaka ya makofi. Maana umetupenda, umetujalia mema.